Ndugu mzazi, unafahamu kwamba kumwadhibu mtoto kwa kufeli kunaweza kabisa kupoteza hamu yake ya kusoma mwanao anapofeli, ili usiweze kuharibu kabisa hamu yake ya kusoma. Watoto wengi huwa hawafeli makusudi. Mara nyingi wanakosa mbinu sahihi za kusoma na ratiba nzuri za masomo yao. Ukimwadhibu mtoto sana, kinachotokea ni mtoto kuanza kuyaogopa masomo yake, pia mtoto kuanza kupoteza kujiamini. Jambo jingine ni kuanza kuficha matokeo yake, na hapo ndipo tatizo linapokuwa zaidi. Unaweza ukamuuliza mwanao, uliniambia unafanya mitihani, lakini mbona mitihani sijaona au yaniletea? Atakudanganya kwamba walimu bado wanasahihisha, kumbe anaogopa reaction utakayoitoa baada ya kuyaona matokeo. Badala ya kumpa adhabu, basi fanya hivi: muulize kwa utulivu, ni sehemu gani imekuwa ngumu mwanangu? Kisha msaidie kupata mbinu bora za usomaji. Mbinu nyingi za kuwasaidia wanafunzi kuboresha matokeo yao bila hofu nimezielezea kwenye kitabu changu cha Crush Your Bad Grades, kinaonekana kwenye skrini yako hapo. Kama utataka kumsaidia mwanao kuboresha matokeo yake, basi kitabu hiki kitakuwa ni msaada mkubwa sana kwake. Ukipata kitabu hiki kwa ajili ya mwanao, tuma neno kitabu kwenda namba unayoiona kwenye skrini yako. Nitakupa maelekezo ya namna ya kukipata kitabu hiki, na kitamsaidia mwanao kuboresha kabisa matokeo yake. Kumbuka, mtoto wako hahitaji adhabu zaidi, bali anahitaji mwongozo sahihi. Kuna changamoto gani anaipitia mwanao kitaaluma kwa sasa? Niandikie kwenye komenti ili tuitatue pamoja.